بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحديثنا اليوم سنتكلم عن كيفية الصلاة للمريض، كيف يصلي المريض، وهذا هو باب الأخير في كتابنا هذا. قال المؤلف رحمه الله: كيف يصلي المريض، vipi ataswali mgonjwa, vipi ataswali mgonjwa. Katika moja ya maudhui muhimu kwa mswaliji ni maudhui hii, na hili mara nyingi ilikuwa nikilirudia na kulikariri katika baadhi ya durusi kuhusiana na swala za mgonjwa. Mtu anauma kidole anaswali kwa kukaa, mtu anauma mguu anaswali kwa kukaa, mtu anauma sikio, yani vitu vingi. Sasa shekha hapa ameweka maelezo ni wakati gani mtu anaruhusiwa kukaa na ni wakati gani haruhusiwi kukaa. Masala ya kwanza, shekha asema yajibu ala almarid, ni wajibu kwa mgonjwa ayusalli alfaridhata qaima, aiswali swala ya faradhi qaiman, hali ya kusimama, hali ya kusimama. Yani hilo ndio jambo la kwanza, yani mgonjwa anatakiwa kuswali hali ya kuwa amesimama. Walau munhaniyan, hata kama ni kwa kupinda, hata kama ni kwa kupinda. Mfano labda ni mtu mzima sana, ni kikongwe, kunyoka hawezi, muda wote ameinama, basi hivyo hivyo asimame hivyo hivyo, hata kama ni kwa kupinda. Au mu'tamidan ala jidari, au akiwa ni ameegemea, mu'tamidan akiwa ameegemea ala jidari, juu ya ukuta. Mtu ameshindwa kuswali kwa kusimama na miguu yake, kutegemea miguu yake, ana ruksa ya kuswali hali ya kuwa ameegemea katika ukuta, unaona, kama ni mgonjwa, au kutumia nini, fimbo. Baadhi ya riwaya kuwa Mtume alikuwa na kijinguzo, sikumbuki vizuri, lakini Mtume alikuwa na kijinguzo, alikuwa akiswali anajiegemeza kidogo kipindi alipokuwa mtu mzima. Lakini pia hata Imam Malik, lakini pia aliona klipu ya Sheikh Saleh Al-Fauzani, Allah mhifadhi, alikuwa anaswali pale haram ameshika bakora, yani kwa utu uzima alikuwa nao, ameshika nini, bakora ile, yani anategemea katika ile fimbo. Kwa katika sampuli kama hiyo inaruhusiwa kwa sababu ni mgonjwa au utu uzima. Kwa hiyo Sheikh asema au mu'tamidan ala jidari, anaweza mtu akaswali hali ya kuwa ameegemea ukuta, au aswan, au fimbo. Yahtaju, ikiwa atahitajia, ila li'timadi alayhi, kuitegemea. Yahtaju, ikiwa atahitajia, ila li'timadi alayhi, kuiegemea. Majalis, yani mkiwa hapa mbele, hii miguu niweke hivi, yani mimi sijawa shekhe
Mmeelewana? Msijawa shekhe, lakini kama mtakwenda kwa mashekhe, tunaelewana, nazungumza hakika wa mambo, yani kwa ambao mtakuwa mbele ya nani, ya shekhe, basi miguu mwe katika sampuli kama hii au katika sampuli yoyote, lakini isiwe hivi kama kwa hadithi ile ile, tusome hadithi ile ile ya nani, ya Jibril pamoja. Ama mliokuwa duguri huko wezekana mtu akaona kutaka, lakini hasa hapa mbele hapo, ili hata asije akaingia kurafi mu akatoa tulivyoanza. Sasa ndio wasoma nini hapo? Naam. Kwa hiyo Sheikh asema mu'tamidan ala jidarin au aswan yahtaju ila al-i'timadi alayhi, fimbo ambayo kama atahitajia kuiegemea juu yake. Fa in kana la yastati'u al-qiyama, ikiwa hawezi kusimama, salla jalisan, hata swali hali ya kuwa. Jamani, naomba mzingatie, ndugu zangu, tuzingatie haya maneno. Sheikh ameweka qaid, fa in kana la yastati', ikiwa hawezi alqiyama, nini, kusimama, hata swali hali ya kuwa. Hii ni sharti. Fa in kana, hii in kwa watu wa lugha wanasema ni in sharti tajzimu fi'lain, yani ni sharti ikiwa hawezi. Jawabu lake nini? Ataswali hali ya kuwa, kwa maana hutoswali hali ya kuwa umekaa, kama ile sharti la kwanza halijatimia, mpaka kwanza uwezo huo umeshindikana kabisa, ndio utaswali hali ya kuwa umekaa. Wal afdalu, na bora zaidi, ayakuna mutarabbian, awe amekaa kikao cha nini, cha mutarabbian. Mutarabbian ni kikao kile cha tahiyatu ndogo, yani hivi ndio bora aswali katika sura kama hii. Fi mawdhi'i al-qiyam wa rukuu, katika maeneo ya kusimama na kurukuu. Wal afdalu an yakuna mutarabbian, na akiwa ameswali hali ya kuwa amekaa, bora zaidi ayakuna mutarabbian, awe amekaa nini, kwa mraba. Katika maeneo gani? Fi mawdhi'i al-qiyam, katika eneo gani la kusimama, wa rukuu na nini. Yani siwezi kuswali hali ya kuwa nimesimama. Yani mfano ndio nimekaa, ndio naanza kuswali hapo, Allahu akbar, ndivyo? Kwa hiyo Sheikh asema katika maudhi al-qiyam, katika eneo la kusimama, natakiwa niwe nimekaa hivi. Tunaelewana? Lakini sio hivyo tu, warukui, na katika eneo la nini, nikiwa nataka nirukuu, basi nikae mkao huu ndio nitarukuu. Ndio maana hayo maneno hapo chini. Fa in kana la yastati'u, na ikiwa hawezi, fa in kana la yastati'u as-salata jalisan, ikiwa hawezi kuswali hali ya kuwa amekaa, salla ala jambihi, ataswali juu ya ubavu wake. Salla ala jambihi, ataswali juu ya ubavu wake. Mutawajjihan ila alqibla, aliyakuwa ni mwenye kuelekea upande wa qibla. Ikiwa hawezi kukaa, labda mtu makalio ya umma, amepata maradhi, hawezi kukaa, basi salla ala jambi, ataswali hali ya kuwa amelalia nini, ubavu wake huu wa kulia. Mutawajjihan ila alqibla, hali ya kuwa ameelekea kwenye safu hapa. Wewe unalalia upande gani? Upande wa kulia. Kwa hiyo ukilalia upande wa kulia unakuwa wapi? Hebu tuonyeshe mfano.
wa bil mithali yattadhihu al maqal. Naam, hivyo sasa hapo unaweka na mtu, unaweka nini? Alwisada, unaweka mtu hapo unaswali katika sura kama hiyo. Naam. Wal jambul aymanu afdalu, na upande wa kulia ni bora zaidi. Akisema afdalu maana yake kama nitatumia upande wa kushoto sio tatizo, ndio akasema afdalu ni bora zaidi. Fa in lam yatamakkan min at-tawajjuh, fa in lam yatamakkan, asipoweza, fa in lam yatamakkan, asipoweza min at-tawajjuh ila al-qibla, kuelekea qibla. Fa in lam yatamakkan, ikiwa hatuweza min at-tawajjuh, kuelekea ila al-qiblati, upande wa qibla, salla haithu kana tijahuhu, ataswali haithu kana, pale utakapokuwa itijahuhu, upande wake, utakapokuwa upande wake. Haithu kana itijahu, ataswali kule ambako, kwa lugha nyingine tusema ataswali kule ambako alikoelekea. Haithu kana, kule ulikokuwa upande wake, yani alikoelekea. Wa salatuhu sahiha, na swala yake itakuwa ni sahihi. Wala i'adata alayhi, wala hana jukumu la nini? La kurejea hiyo swala, ana jukumu la kurejea swala. Ukiambiwa katika usul fiqh, ukiambiwa kitu ni sahihi, maana yake ni kuwa hata akhera au umetekeleza ibada hiyo katika njia ambayo hautakiwi tena kuileta. Ndio maana nini ya sahihi. Ukiambiwa ibada yako ni fasida, ni mbovu, maana yake ulimfanya sio nini? Sio sahihi, unatakiwa kuileta tena. Sisi tunaelewana? Ukiambiwa ibada yako ni sahihi, maana yake utakiwa tena kufanya nini? Kuileta, kwa sababu umeifanya katika njia ambayo ni sahihi. Ama ukiambiwa ibada ulioifanya ni fasida, ni mbovu, maana yake unatakiwa uilete tena. Masala ya 4, Sheikh asema Allah mrehemu, fa in kana la yastati'u as-salata, ikiwa hawezi kuswali, ala jambihi, juu ya ubavu wake, labda makalio ya umma, ubavu pia wa umma, ubavu wote wa umma. Salla mustalqiyan, ataswali mustalqiyan rijlahu, salla ataswali mustalqiyan rijlahu, hali ya kuielekeza miguu yake ila alqiblati, upande wa qibla. Au unasema salla ataswali mustalqiyan, kichalichali. Sio maana kichalichali? Kichalichali ni nini? Yani kifudifudi, kifo cha mende. Kisha asema rijlahu ila alqibla, miguu ile ielekee qibla. Rijlahu ila alqibla, miguu yake ielekee qibla. Hii ni kaifia ngapi? Wal afdalu, na bora zaidi, an yarfa ra'sahu qalila, anyanyue kichwa chake kidogo. Wal afdalu, na bora zaidi, an yarfa ra'sahu qalila, kichwa kile akinyanyue kidogo. Yani usio umelala kabisa hivi, kichwa hiki ukinyanyue kidogo, kama utaweka wisada mto na nini, ili kijanyuke. Liyattajiha ila alqibla, ili aweze kuelekea upande wa qibla. Fa in lam yastati', ikiwa hawezi, antakuna,
rijlahu, kuwa miguu yake ila alqibla, imeelekea qibla, salla haithu kanat, ataswali pale ilipokuwa. Fa in lam yastati, ikiwa hawezi, Sheikh asema Allah mrehemu, ikiwa hawezi, an takuna rijlahu, kuwa hiyo miguu yake ila alqiblati, imeelekea wapi? Qibla. Kama hawezi sasa miguu yake kuielekeza qibla, swalla, ataswali haithu kanat, popote ilipo nini hiyo miguu. Haithu kanat, hiyo kanat ismu yake ameondoshwa, manake haithu kanat rijlahu, pale ilipokuwa nini miguu yake. Wala i'adati alayhi, wala hana nini rejea, wala hana kurejea swala. Zingatia neno fa illa yastati, fa illa yastati, fa illa. Haya maneno haya ni muhimu sana. Fa illa yastati, fa illa yastati. Umeelewana? Naam. Musa, wakati Musa alisema sidhani kama kuna mtu ananizidi elimu katika haya maeneo, na katika watu ambao hawa nawaona hapa, sidhani kama kuna mtu ananizidi elimu. Musa alisema hivi. Allah akamwambia, safiri, nenda sehemu fulani, kuna majma' al-bahrain, makutano ya bahari mbili, nenda hapo, kuna kiumbe hapo. Na akaelezwa kuwa kuna mtu huyo ana elimu kukuliko. Musa akasema, yuko na elimu? Basi katika moja ya alama Musa aliambiwa, yani kitoweo ambacho mtakachokuwa nacho mkifika pale kitawakimbia. Musa akachukua samaki kama ilivyo kwenye Qur'ani, wakampika ule samaki, akamwambia kijana wake amtie kwenye kapu, wakaanza safari. Safari ikaenda, wakafika majma al-bahrain, makutano sasa ya nini ya bahari mbili. Walipofika pale, Musa akapumzika. Baada ya kupumzika, akamwambia kijana wake, tuondoke zetu. Wakaondoka katika ile makutano ya bahari mbili. Walipofika mbele, Musa akamwambia kijana, hebu lete chakula, maana naona sasa njaa imenizidi. Ile kijana akasema, ile sehemu ambayo tulifikia pale nimemsahau yule samaki, na hakuna aliyenisahaulisha isipokuwa nani? Shetani. Basi Musa akasema hicho, alama hiyo ndio ambayo nilikuwa naitafuta. Kwa hiyo ikabidi warudi tena. Walipofika pale, samaki yule si alipikwa, akatoka kwenye kapu akaingia baharini. Sasa Musa afika pale, kwa sababu alijua ile ni alama ya kumuona nani? Yule mja yule ambaye yuko na elimu. Kwa hiyo Musa alipofika pale akamuona yule mtu, na alipomuona tu akajua kabisa kwamba huyu ndio yule aliyeelezwa na Allah kwa kumtazama na nini. Sasa Musa baada ya kuona kwamba huyu ndio mwalimu, akamwambia, qala araaita, Musa mwambie, unaonaje? Hal attabi'uka, hivi naweza nikakufuata? Ala an tuallimani mimma ulimta rushdan, ili unifundishe katika yale uliyofundishwa. Yani mwanafunzi anamuuliza mwalimu, hivi unaweza ukanipa nafasi mimi ya kuja kusoma kwako? Mwalimu akamwambia, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wewe huwezi kukaa na mimi bwana, huwezi kabisa, huniwezi, maana mimi habari yangu ni nzito. Musa akasema, mimi naweza bwana, mimi nitavumilia. Akatoa ahadi nyingi. Basi mwalimu akamwambia twende. Wamefika mbele tu,
Jamaa akatoa upanga akamkata kijana shingo. Musa akasema, yani unamuua mtu bila ya hatia? Mwalimu akamuuliza, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya, nisitakwambia? Musa akasema, la tuakhidhni bimana, basi naomba usinichukulie kwa sababu nimesahau. Kwa hiyo hivyo hivyo, lakini maneno ambayo alikuwa akitumia yule mwalimu, fa innaka lan tastati'a, hautaweza. Na kweli Musa hakuweza kukaa na yule mwalimu, licha ya kuwa kwa muda mchache aliokaa naye aliondoka na faida. Na baadhi wanaochuoni wa tafsiri wanasema Musa alikuwa na moto sana. Kama angeendelea kukaa na yule mwalimu huenda angempiga. Yaani Musa angempiga mwalimu. Kwa sababu alikuwa na hasira. Maana mwalimu afanya majambo ambayo hayaingii kwenye nini? Kwenye akili. Kwa hiyo zingatia neno fa illam tastati, ikiwa mtu hana istitwa, uwezo. Kwa sababu uwezo ni katika moja ya mtu kukalifishwa. Uwezo ukakalifishwa kufanya ibada kama huna nini? Ndio maana hata kwenye ibada ya hija Mtume alisemaje? Alisemaje? Ismail alisemaje? Liman istata'a alayhi, katumia na istata'a, uwezo. Bila ya uwezo hukalifishwi kufanya nini? Kufanya ibada. Kwa hiyo nini, istitwa ni sharti muhimu sana kwa mtu kukalifishwa katika nini? Katika ibada. Masala ya 5, Sheikh asema yajibu ala almaridhi an yarka'a wa yasjuda fi salatihi, ni wajibu kwa mgonjwa arukuu na asujudu katika swala yake. Fa illam yastati, kama hawezi, au maabihima, ataashiria katika maeneo hayo mawili. Maeneo gani? Ya kurukuu na kusujudu. Biraasihi, kupitia nini? Kichwa chake. Ikiwa hawezi, au ataashiria bihima, katika maeneo hayo mawili, eneo la kurukuu na eneo la kusujudu, ataashiria biraasihi, kwa kichwa. Akifika eneo la kusujudu hawezi kusujudu, ataashiria kwa kichwa. Hawezi kurukuu, basi ataashiria kwa kichwa. Wayajalu sujuda, na ataifanya sijida yake akhfadha, kuwa imekwenda chini zaidi, mina rukui, kuliko. Mfano, si nimerukuu hivi na swali nimekaa hapa, ndo nimerukuu hapa. Wakati nimekwenda kusujudu lazima nitofautishe kati ya sijida na nini? Na rukuu. Rukuu nitaifanya hivi, lakini sijida sujudi itakuwa ni akhfadha, imekwenda chini kidogo kuliko nini, ili itokuwe na tofauti kati ya rukuu na sujudi. Kwa sababu kama nitakuwa hapa nimerukuu, hapa nimesujudu, bado haijulikani sijida ni ipi, rukuu ni ipi. Kwa hiyo rukuu iwe hivi, alafu sujudi iwe chini. Fa in istata'a rukua, akiweza kurukuu duna sujudi, bila nini? Ya kusujudu, raka'a, basi atarukuu. Fa in istata'a arrukua, akiweza kurukuu mtu duna sujudi, lakini akawa hawezi kusujudu, raka'a hala rukuu, atarukuu wakati wa nini? Wa kurukuu. Sio, tunaelewana? Yaani wewe ni mgonjwa, kuna nguzo ambazo unaweza kuzifanya, utazifanya. Huwezi kutozifanya. Siwezi kusimama nitakaa, nikifika kwenye rukuu nitarukuu, nitasimama nitarukuu. Siwezi kusujudu, au naweza kusujudu lakini kurukuu siwezi, basi kwenye kusujudu nitasujudu. Kwa nini? Kwa sababu uwezo niko nao. Fa in istata'a ar-ruku'a duna sujudi raka'a hala ar-ruku'i wa awma'a bis-sujudi, ama kwenye sijda ataashiria. Wa in istata'a sujuda, na kama ataweza kusujudu duna ar-ruku'i, kisha kurukua akawa hawezi, sajada hala sujudi, atasujudu wakati wa kusujudu. Wa awma'a biruku, wakati wa kurukuu ataashiria. Labda mimi nasikitika kwamba kuna watu wengi wanao kabisa wana makosa, na wallahi kuna watu wameshafuata wakaelezwa na watu wakawa jeuri.
kuna watu wamefuatwa yani si zaidi ya mara moja, vikundi vya nini kwa hapa na watu fulani, lakini hawakubali. Yani mtu atoka nje ya msikiti hapo anasimama hapo, simama wewe, ukija msikitini unakaa, kukimbia unakimbia mpaka ukija huko unakaa. Hili shekhe ni tatizo. Na wengine unaweza kumuona mtu anaendesha basikeli, kiuno kinafanya kazi vizuri tu, lakini akija huko msikitini anatafuta kiti kabisa. Sasa hili ni tatizo. Naam. Unafika kabisa ila ukifika kwenye masjidi wakati wa swala, shekhe, tusidanganyane bwana. Kwa hiyo watu waelezwe, mtu aeleze tu bwana, akichukia basi achukie, kwa sababu usipofikisha ni dhima. Yani ujue kabisa usipofikisha nini ni dhima, kwa sababu wewe ni alim na elimu ni amana, lazima uifikishe. Sasa kama sasa atanionaje, basi utabaki hivyo hivyo. Fa in kana la yastati'u al-imam, masala ya 6, Sheikh anasema ikiwa la yastati'u al-imam birasi, hawezi hata kuashiria kwa kichwa, fi rukui, katika rukui, wasujudi, katika sijida, ashara bi'ainaihi, ataashiria kwa nini? Kwa macho yake. Basi hata kichwa kimegana pia siwezi hata kuashiria hivi, labda nimeparalyze, nitafanyaje muda huo? Basi kwa macho asi anazunguka hivyo hivyo utaashiria. Basi unajua hapa ninainama, hapa nina rukuu. Wewe utalembua tu mpaka utaruka. Sheikh ameeleza hapa maneno Sheikh haya ndani ya masjid. Sheikh, nataka msikiti uanguke. Sheikh asema wa yughammid taghmidan akthara lisujudi. Kuna muda zekana ukaonekana kama vile wasomesha majambazi, kumbe hapana. Baadhi ya alfadhi yani amemsikia alichosema au hakumsikia? Amemsikia? Sheikh hakusikia? Hakusikia? Hakusikia swali? Umesikia? Basi mkitoka mpateni swali. Naam, Sheikh asema wa yughammid taghmidan akthara lisujudi. Na nimeruka. Naam, Sheikh asema fayughammid qalilan lirukui, atayafumba kidogo wakati wa kurukuu, atayafumba kidogo wakati wa kurukuu. Wa yughammid taghmidan akthara lisujudi, wa yughammid, na atayafunga, taghmidan, uyafunga, akthara, zaidi, lisujudi, katika sijida. Hii ni taukidi, yani katika sijida ile macho uyafunga kweli kweli. Ama kwenye rukui utayafunga kidogo hivi, lakini kwenye sijida utayabana kabisa hivi, usione chochote zaidi ya kiza. Wa amma al-isharatu bil usbu'i, ama kuashiria kwa vidole. Kuashiria kwa nini? Vidole. Kwa vidole, kama yafaluhu ba'dhu al-marda, kama wafanyavyo baadhi ya wagonjwa. Falaisa bisahih, kitendo hiki sio kwa mtu sasa ameshindwa, sasa anaashiria kwamba sasa hapa nainama na rukuu, hapa na sujudu, hiyo laisa bisahih. Wala a'lamu lahu aslan, Sheikh asema mimi sioni, sijaona kama ina asili. Wala a'lamu lahu aslan, hatujui kama iko na nini na asili, min alkitabi wa sunna, katika kitabu na sunna. Wala min aqwali ahli alilmi, wala katika kauli za watu wa elimu, kuwa mtu sasa ameshinda kuswali basi aswali kwa kidole. Hiyo Sheikh si hatujaona. Elewana? Huo ni mzushi. Fa in kana la yastati'u al-imaa, ikiwa hawezi kuashiria birasi, kwa kichwa,
wala al-isharatu bil aini, wala kuashiria kwa nini, kwa macho. Salla biqalbihi, ataswali kwa moyo. Ataswali kwa nini? Kwa moyo, biqalbi. Fayukabbiru, hakuna udhuru, hakuna udhuru. Licha ya khilafu ndogo kwa wanachuoni kwa mtu ambaye amenifaqidul hawasi, faqidu alhawasi, mtu ambaye amekosa yani vifaa vile vya kuhisia, mtu haoni, hasikii, hawezi kuzungumza, au huyo hawasi ni katika akili? Hapana, akili si katika hawasi. Hawasi ni vile vitu ambavyo unatumia, ni unavitumia katika, labda mfano nikigusa hivi mkono najua hapa nimegusa, huu ni mchanga, hapa nimegusa kalamu. Macho nikiangalia najua ule mfulani. Masikio nikisikia najua huu ni muziki, ni Qur'ani. Nikinusa najua hii ni harufu gani. Nikilamba najua hiki nini. Kwa hiyo viungo hivi vinaitwa alhawasi. Inaitwa nini? Alhawasi, yani viungo vya kuhisia. Sasa unachoona nasema, je, mtu ambaye ni faqidul hawasi amevikosa hivi katika swala, je, ana uwajibu wa kuswali? Kauli sahihi ni kuwa uwajibu upo kama kawaida. Kipofu ataswali, asiyenusa ataswali, asiyelamba ataswali, asiyesikia pia ataswali. Wote hawa wataswali. Ni majinuni tu ndio ambaye hatoswali. Na tukimwona aswali pia hatumkatazi aswali. Kwa hiyo hakuna udhuru wa mtu kuacha swala. Fayukabbir, ataleta takbira, wa yaqra, na atasoma, wa yanwi rukua wasujuda, atanuia kuwa hapa na rukuu, hapa na sujudu, wal qiyama, hapa nimesimama, wal qu'uda, na kuwa hapa nimekaa, biqalbihi. Kwa nini? Hata kusoma pia sitasema anasoma kimoyomoyo, si ndivyo? Kuna ile nimekaa labda naangalia msahafu, ni kimoyomoyo pia ile. Au nimekaa nafikiria ile Fatiha ilivyo, yani mwanzo mpaka mwisho. Hafu nitanue kwa hapa na rukuu, hapa na sujudu, yani mpaka unamaliza swala. Walikulli mri'in ma nawa, na ana kila mtu kile alichonuia. Yajibu ala almaridhi, mas'ala ya 8, ni wajibu kwa mgonjwa, ayusalli ya kulla salatin, aiswali kila swala, fi waktiha, katika wakati wake. Ni wajibu kwa mgonjwa aiswali swala ndani ya wakati wake. Wa yaf'ala kulla ma yaqdiru alayhi, na atafanya, wa yaf'ala, na atafanya, kulla ma, kila ambacho, yaqdiru alayhi, alichokiweza, atafanya kila anachokiweza, mimma yajibu, katika yale ambayo ni wajibu, fiha, katika hiyo swala. Fa in shakka alayhi, ikiwa itakuwa ni uzito kwake. Fa in shakka alayhi, ikiwa itakuwa ni uzito kwake. Kuna tofauti kati ya shakka na shakka kwa kafu ndogo. Kuna ile aya Allah sema, wa man yushaqiqir rasula, huwa tunafasiri vipi pale? Mwenye kumtilia shaka, wa man yushaqiqir rasula, mwenye kumwasi. Ndio hivyo, yushaqiqir kumwasi. Watu jamani, watu kila siku watu wakali hapa tunasikia yeye anasoma, wajui vipi? Wama yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, mwenye kumtilia shaka mtume. Kosa yeye yushaqiqi, shaqa, yushaqiqi, kuna mudhari yake yushaqu. Ukisema waman yushaqiqi, yushaqiqi, waman yushaqiqi, ile sasa ni shaqa, lakini yushaqiqi ile imefunguliwa kafu, yani ni kwa shaqa, kafu hii
kafu moja. Lakini pale ikaja wa man yushaqiqi pale imefunguliwa. Maana yake mtu ambaye atakuwa mbali na mtume, yule ambaye atakuwa mbali na nini, na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mbali na mafunzo yake, ndio tafsiri wa man yushaqi, kama alivyofasiri mwanachuoni al-Imam al-Qurtubi. Usifasiri wa man yushaqi kumtilia nini, kwa sababu ile ni kafu kubwa, shaka ni kafu ndogo. Sheikh asema shaka ya hapa sasa ni uzito, kama ilivyokuwa kwenye hadithi Mtume asema laula an ashukka shakka. Hii hajavuto, sio shaka, hii ni shakka. Kwa hiyo tafsiri ni tofauti, na wanaochuoni walio wanasema li anna ziyadata al-mabna tadullu ala ziyadati al-maana. Neno likiwa na maana kubwa, likiwa neno likiwa na herufi nyingi, basi lina maana kubwa. Likiwa na herufi ndogo, basi lina maana ndogo. Hivyo hivyo ukisema ghafara aliomba msamaha, ukisema istaghfara aliomba, au ukisema ghafara alisamehe, ukisema istaghfara aliomba msamaha. Kuzidi kwa herufi katika neno pia maana inaongezeka. Huyo Sheikh asema fa in shakka alayhi, itakuwa ni uzito kwake fi'lu kulli salatin, kuitekeleza kila swala, fi waktiha, katika wakati wake, falahu aljam'u baina adh-dhuhri wal 'asr, basi anaruhusiwa kuikusanya adhuhuri na alasiri. Mtu ni mgonjwa, na hii inatokea kwa wanawake ambao wako na hedhi, subhanallah, nini nifas, istihadha, damu ya nini, istihadha. Au kwa baadhi ya wanaume ambao wako na naita salisul bauli, mtu mdaoti atokwa na mikojo, inaitwa salisul bauli, salisu albauli. Ama kwa mwanamke ni kama vile damu ya istihadha. Kwa hiyo Sheikh asema ikiwa itakuwa ni uzito kwake kuifanya kila swala katika wakati wake, falahu aljamu baina dhuhuri wal asri, aruhusiwa kuikusanya dhuhuri na alasiri. Bihaythu yuqaddimu al-asra, asema wa baina al-maghrib wal isha, na kati ya magharibi na isha, imma jamu taqdim, ima ukusanyaji wa nini, wa kutanguliza, yani adhuhuri na alasiri akaiswali katika wakati wa dhuhuri, ndio jamu taqdim. Bihaythu yuqaddimu al-asra, kwa kiasi cha kuikusanya alasiri ila dhuhuri, katika muda gani, wa dhuhuri. Wal isha, na akaikusanya isha ila al-maghrib, ndani ya wakati wa swala ya magharibi. Hiyo ndio inaitwa jam'u taqdim, jam'u taqdim, yani swala ya dhuhuri na swala ya alasiri. Swala ya alasiri siko mbele, nairudisha nyuma, naiswali na dhuhuri wakati gani, wa dhuhuri, wakati mmoja wa swala gani, ya dhuhuri. Ndio jamu taqdim, yani unaziwahisha zote mwanzo wa wakati. Ama jamu taakhiri ni ile ya dhuhuri na alasiri, ukaichelewesha dhuhuri ukaja kuiswali wakati gani, wa swala ya alasiri. Hii inaitwa jam'u taqdim au jam'u ta'khir katika lugha nyingine. Wa imma jam'a ta'khir, au mgonjwa akiona vipi anaweza akafanya jam'u ta'khir, bihaythu yuakhiru adh-dhuhra ila al-'asr, kiasi cha kuichelewesha dhuhuri mpaka muda wa alasiri, wal maghriba ila al-isha, na magharibi atakuja kuiswali katika wakati wa isha. Yani mtu ambaye yuko na maradhi na anaona uzito kila wakati kwenda msikitini, basi anaruhusiwa kuzikusanya swala. Ima dhuhuri ile akiswali aswali na alasiri kabisa, au asiswali adhuhuri, asubiri alasiri alafu ataswali na dhuhuri, au magharibi na isha, au isha na magharibi, hasba ma yakunu aisara lahu, kulingana na vile itakavyokuwa ni wepesi kwake. Hasba ma yakunu, kulingana na vile itakavyokuwa aisara lahu, ni wepesi kwake.
Amma alfajru, ama swala ya alfajiri, fala tujma'u lima qablaha, hii haikusani na swala iliyokuwa kabla yake, wala lima ba'daha, wala haikusani na swala iliyokuwa baada yake. Hii si kwa mgonjwa wala si kwa msafiri. Mtu asije akasafiri alfajiri hapa akusanya alfajiri na dhuhuri, au kama asafiri usiku sana akaamua kukusanya isha na alfajiri, hii ni kosa. Alfajiri inajitegemea ile haikusanyi na swala nyingine. Lakini pia moja katika makosa tunayoyafanya wasafiri ni pale msafiri, yani mtu anajua leo labda anasafiri kwenda Dar es Salaam, ataondoka labda saa 8. Kwa hiyo akiswali adhuhuri hapa anaswali na nini? Na alasiri. Ili ni kosa. Ili nini? Ni kosa. Yani hauruhusiwi kupunguza swala wala kukusanya swala hali ya kuwa bado hujaanza safari. Hauruhusiwi. Sio hapa, yani usio kasema sasa ndio nishashika begi niko pale mjini barabara 12 au nipo Kange bado. Inawezekana safari Allah akakadiria siku hiyo safari isiwepo. Kwa hiyo utakusanya na utapunguza swala ukiwa mbele ya safari, sio ukiwa ndani ya nini? Ya mji wako. Idha kana almaridhu musafiran, ikiwa mgonjwa ni msafiri, yu'alaju fi ghairi baladihi, akawa anatibiwa, yu'alaju akawa anatibiwa fi ghairi baladihi, nje ya mji wake, fainahu yuksiru salata rubaiya, atapunguza zile swala za raka 4 fayusalli dhuhura, ataswali adhuhuri na alasiri wal isha ala rak'ataini, atazipunguza, atakuwa na swali raka 2 hatta yarji'a, mpaka atakaporejea ila baladihi, katika mji wake. Idha kana almaridhu, ikiwa mgonjwa ni musafiri, ni msafiri, yu'alaju fi ghairi baladihi, anatibiwa nje ya nini? Ya mji wake. Fa innahu yuksiru salata rubaiya, huyu atapunguza swala za raka 4, fa yusalli dhuhra wal asra wal isha ala rak'atayn, atasali raka ngapi? 2. Hapa hiki kipengele inawezekana mkakiona rahisi, lakini kipengele hiki kuna nukta moja hapa. Huyu msafiri, huyu mgonjwa ambaye ni msafiri, ataswali raka 2, atapunguza, kwa maana ataswali raka 2 kwa kuwa yeye ni mgonjwa au kwa kuwa ni msafiri? Kwa kuwa ni msafiri, sio kwa ni mgonjwa. Jamani, kwani mgonjwa hapunguze swali? Simi mgonjwa anapunguza, hapunguzi? Anapunguza, hapunguzi? Hapunguzi. Mgonjwa hapunguzi swala, yeye anafanya nini? Anakusanya swala. Si baadaye ukaulizwa ifatwa, shekhe vipi mimi mgonjwa nipunguze swala? Babu maftuhu bwana. Babu maftuhu bwana, mlango wewe ni mpana, wewe ni mgonjwa, swali raka 2, hapana. Kwa hiyo yani safari ndio sababu inayomfanya mgonjwa apunguze nini? Swala, ataswali raka 2 hata yarji ila baladihi, mpaka atakaporejea katika mji wake. Sawaun talat muddatu safarihi, sawa sawa, talat, umekuwa mrefu muda wa safari yake, am qasurat, au umekuwa mfupi. Wallahu almuwaffiq. Kwa maana hiyo, yani hata yani wewe ukienda nyumbani kwenu likizo, basi utapunguza swala mpaka siku arudi chuo. Tunaelewana? Naam. Kwa sababu kule sio kwenu tena, kwenu ni hapa. Hapa ndio kwenu, kwa sababu hapo ni mabniyo hapa, muda mwingi uko hapa.